Mwaka 2021 mwishoni, nikiwa Dodoma, nilipitia changamoto fulani katika utumishi wangu mbele za Mungu. Na changamoto hii inaweza ikatupa funzo kubwa sana watumishi wa Mungu na Watanzania wote kwa wakati huu ambao tunaupitia. Basi nitaomba alafu nitaendelea na ushuhuda huu kama funzo kwa taifa. Mwenyezi Mungu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa sababu kwa kila jambo humuweka mtu katika nafasi yake, ili Bwana asimame kwa ajili ya kuvuka katika eneo hilo au kuwavusha watu eneo hilo. Najua Mungu, wakati huu ambapo tunapitia kama taifa la Tanzania, utainua watu mbalimbali Bwana, ili kutuvusha salama kama taifa, katika umoja wetu na amani yetu na haki patikane. Nitumie upendavyo, watumie wengine pia upendavyo, kwa jina la Yesu, amen. Nilikuwa nimetoka vijijini ambako nilikuwa nafanya umisionari Morogoro, sehemu moja inaitwa Dutumi, kama unaenda Kisaki, mahali ambako kuna mradi wa bwawa la Nyerere. Basi nikawa nimeenda Dodoma, na nikiwa mahali pale, kwa kuwa wakati huo nilikuwa na maombi ya siku 200 ya kufunga na kuomba. Kwa nilikuwa na ratiba ya kwamba nilikuwa silali nyumbani, bali mahali popote ninapoenda ninaongea na mtumishi wa Mungu wa kanisa mahali nilipofikia au nitakapokuwa na sali, ili anipe muda wa kulala kanisani niendelee na maombi yangu. Basi nilipofika mahali hapo, kama tunavyojua kila mahali pana utaratibu, nikawa nimeenda kujitambulisha kwa mchungaji, na uzuri akawa na wafahamu ndugu zangu na katika ukoo upande wa mama. Basi tukaendelea hapo. Jumapili nilipojitambulisha na nikaeleza, kuna mtu akaguswa na ushuhuda ambao aliusikia kupitia mimi, kupitia utumishi ambao nilikuwa nafanya huko Dutumi. Kwa hiyo akanishirikisha kwa habari ya maombi aliyokuwa nayo kwa ajili ya kanisa. Kwa hiyo basi nikaona basi sio vibaya, aliponiomba kuungana naye nikasema sawa. Basi tukapanga kuwa na maombi ya siku 3 na tukawa tunaenda kanisani. Tumefanya mara ya kwanza, mara ya pili mchungaji akatuita. Tena akumuita yule mwenyeji, akaniita mimi. Akaniuliza, kwa nini unafanya maombi mahali hapa? Nani amekuruhusu? Nikasema, baba mchungaji, naomba unisamehe. Mimi kwa kuwa huyu ni mtumishi wa Mungu wa hapa, tena ni kiongozi idara ya maombi, aliponishirikisha kwa habari ya kuombea kanisa, lakini pia mahitaji yake aliyo nayo, na mimi nikakuta nilikuwa nasikia mzigo wa maombi, nikaona ni Mungu amezungumza ndani yetu. Kwa kuwa yeye ni mwenyeji, yani sikuwa na wazo la kwamba natakiwa nije kuomba ruhusa kwako, na nilijua kwamba yeye ameomba ruhusa kwako. Akasema, sitaki kukuona hapa na sitaki hayo maombi yaendelee. Unajua, ukiwa mahali Mungu pia anataka utaratibu. Kwa hiyo nikawa nimetii. Basi siku iliyokuwa inafuata, usiku huo ilikuwa ni mkesha wa kuamkia mwaka mpya. Kwa hiyo jioni yake nikawa nimeenda kwa ajili ya mkesha. Ilikuwa kama mida ya 2:00 hivi. Nimefika mahali hapo, akaniona akaniambia, nimekwambia sitaki nikuone mahali hapa. Kumbuka hapo Dodoma nilikuwa mgeni, na wakati huo nimetoka misionari, nilikuwa sina hela ya nauli ya kurudi nyumbani. Na akasema, sitaki nikuone mahali hapa Malaba. Babangu anaitwa Malaba. Sitaki nikuone mahali hapa, ondoka kabisa. Iliniuma sana. Nikajiuliza, ni nini nimekosea? Kwanza, sijamtafuta huyu mtumishi ili nifanye maombi mahali hapa, ni yeye amenitafuta, tena ni kiongozi. Lakini pia nimeomba msamaha kwamba sikuwa na wazo kwamba nije nikuombe ruhusa. Nilijua huyu kiongozi amekuomba ruhusa, nimeomba msamaha. Basi nilidhani kwamba nimesamehewa na nitaendelea kuruhusiwa pale. Ili niuma sana. Kwa hiyo nikawa nimetoka hapo kanisani, nikawa
nimefika njiani, kwa kuwa sikuwa na hela ya nauli, nikafika mahali nikamwomba mtu hela ya nauli, nikamwambia, akanielewa, akanipa. Sasa kwa kuwa ni usiku, nikawaza hapa naenda wapi? Maana yule mwenyeji wangu alikuwa ameshatoka, yuko kwenye mkesha, alikuwa ameenda mahali kwenye huduma nyingine, na sikuwa na funguo. Kwa nilichokiwaza kwamba hapa ninachotakiwa niende UDOM, walikuwa na mkesha, nilikuwa nimeona kwenye status ya mtu. Kwa hiyo ikabidi niende chuo cha UDOM, CCT walikuwa na mkesha mahali hapo. Basi nikawa nimeenda, tukakesha mahali hapo. Basi iliniuma sana. Kulipokucha, basi nikawasiliana na huyo mtumishi ambaye alikuwa nimefikia kwake, nikawa nimeenda. Akanitumia tena ujumbe mchungaji, akaniambia kwamba sitaki nikuone kanisani. Nikamwambia, mchungaji, ninashukuru, lakini kusudi la Mungu huwezi ukalizuia. Kama lilikuwepo kusudi la Mungu huwezi ukalizuia, na wewe ni mtu tu. Nikamwambia hivyo. Akaniambia, unanijibu hivyo mimi mchungaji? Nikamwambia, sijakujibu vibaya, ila nimekujibu ukweli ulivyo. Kuwa mchungaji haimaanishi ya kwamba kila kitu utafanya kwa usahihi. Kuna vitu mnakosea na nyie wachungaji. Kwa kweli mnisamee, mimi ni mtu ambaye mahali nikiona kuna kitu hakipo sawa, sio muda wote naweza kunyamaza, kwa sababu Yesu alisema kweli ndiyo humweka mtu huru, na Yesu alichukiwa kwa sababu alikuwa anawaambia ukweli. Siku hizi watu maadili yameporomoka kwa sababu watoto hawaambiwi ukweli. Viongozi wanakosea na wanaendelea kukosea kwa sababu hawaambiwi ukweli, na hata wakiambia ukweli wanakasirika. Basi nikawa nimetafuta kanisa lingine. Yule mchungaji akanielewa, maana ilibidi nimwambie story yote, maana wachungaji wana tabia ya kuambizana. Kwa unafika mahali taarifa zako zipo. Kwa nikamweka wazi, akanielewa, akanipokea, nikaendelea na kulala kanisani ili nipate muda wa kuomba. Sasa baada ya mwaka mmoja na sehemu, ikatokea uchaguzi. Yule mchungaji ikabidi ya kwamba atolewe, na alikuwa kwenye kanisa kubwa sana pale Dodoma. Alipoona kwamba anatolewa, akataka aache utumishi, aendelee na kazi zake, maana alipelekwa kanisa ambalo ni dogo sana. Kilichotokea ni kwamba, nielezee, ilibidi mahali hapo aje mtu ambaye ni kiongozi mkubwa. Sasa huyo kiongozi alishawahi kupishana kauli na huyo mchungaji. Kwa hiyo watumishi wa Mungu mtusamee, kuna wakati tunatumia ubinadamu. Kwa alichofanya, akamhamishia kanisa ambalo ni hili la kawaida. Nakumbuka amezoea kuwa kwenye makanisa makubwa, kwa akakataa kuhama. Hawezi kukataa kuhama, akakataa kwenda kulipoti kule. Lakini hii inatufundisha nini? Kabla ya hapo, baadaye akaletwa mtumishi ambaye alinipokea kipindi kile wakati nimefukuzwa, na alikuwa kwenye kanisa la kawaida, sio makao makuu. Akapelekwa mahali hapo. Huyo mchungaji aliyenipokea mimi baada ya kufukuzwa, akapelekwa kwenye lile kanisa la mchungaji aliyenifukuza, na akapata nafasi kubwa zaidi, akawa makamu askofu yule aliyenipokea. Unaona? Na huyu kama sisi alikuwa makamu askofu, sikumbuki sana. Na nini umejifunza mahali hapo? Nilikuwa nimeonewa kiukweli. Sijataka nielezee sana, lakini nilikuwa nimeonewa. Maana nimeomba msamaha, nimetumia watumishi wa Mungu kwamba basi lakini sikumwombea vibaya na nilimwachia Mungu. Kwa hiyo nini najifunza? Kuna vita mara nyingi Mungu anatufundisha kwenye Agano Jipya. Mara nyingi Mungu anatufundisha kwa habari moja ya kutuombea watu mabaya. Maana hata usipomwombea mabaya, kama kuna kitu hakijatenda haki,
Mungu anajua namna ya kumwadhibu ili amsaidie asipotee. Mungu anapomwadhibu mtu, hamwadhibu ili apotee, anamwadhibu ili kumrudi. Inawezekana ushuhuda huu anaweza akausikia akaelewa. Kwa tukirudi kwenye taifa la Tanzania, kuna mambo ambayo hatuwezi kuyashinda bila kumwachia Mungu, bila kumuita Mungu. Ndiyo maana naendelea kusisitiza, ili taifa lipone, lazima tuanze na Mungu. Na tunaanzaje na Mungu ikiwa wachungaji, maaskofu hatulioni hili ya kwamba lazima kuongea tu mtandaoni haiwezi kutusaidia? Ni kweli kuongea mtandaoni inasaidia, lakini kuongea mbele za Mungu ndo itatusaidia zaidi. Lakini pia wakati mwingine kushindana na mtu kwa kurudishiana maneno haiwezi kutusaidia. Badala yake ni kwenda mbele za Mungu na kumwombea yule mtu ili Mungu amsaidie. Najua kuna watu hawamtauelewa huu shuhuda, lakini kuna watu ambao mtajifunza kwamba vita yetu, maandiko yanasema, sio ya mwilini, sio ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Kwa kama tunapambana na falme na mamlaka, anayeweza kuzishinda hizo falme na mamlaka ni Mungu. Na Mungu atatushindiaje? Kwa kwenda mbele zake. Yehoshafati alishinda vita kubwa kwa sababu alienda mbele za Mungu. Kama sisi tutabaki mtandaoni na hatuendi mbele za Mungu, sio rahisi kulivusha taifa. Maana kuna wakati kuna njia ambayo tutaiona ni sawa, kumbe ndo inatupeleka kwenye upotevu. Mungu atusaidie kupata mzigo. Na watumishi mnaonisikia, njia ya kulivusha hili taifa ni kwa umoja wetu, bila kujali dini zetu, kabila zetu, twende mbele za Mungu. Bwana Yesu, nakushukuru kwa kuwa unaweza. Tusaidie kutunza umoja wa kitaifa bila kujali dini zetu, kabila zetu, ili tukuone wewe Mungu ukituvusha salama. Lakini pia taifa hili litapona bila nguvu ya upendo na msamaha, na kukuachia wewe Mungu ya kwamba waweza kumlipa mtu sawa na anavyostahili. Tusaidie kwa jina la Yesu. Amen.